Hello wadau wetu wa KingoFarm. Karibuni sana kwenye channel yetu. Tumekuwa tukizungumzia sana vitu vya asili. Sasa leo hii naomba nikurudishie kwenye darasa la vitu vya dukani. Nitakupeleka kwenye chanjo za dukani. Nitakutajia au nitakupa ile ratiba maalumu ya kuwapa vifaranga wako wa siku 0 mpaka 60 chanjo za dukani. Unaweza kuwa unatumia za asili, unaweza kutumia za dukani, ni wewe utaamua utumie chanjo zipi, lakini pia unaweza kutumia zote. Unaweza kutumia za asili pamoja na za dukani, hiyo ndio huwa inakuwa nzuri zaidi. Kwa sababu kuna wafugaji huwa wanatupigia simu wanatuambia niliwachanja Newcastle kabisa ya dukani lakini wamepata tena kideri. Kwa hiyo ndio maana tunashauri tumia zote mbili, tumia ya asili na ya dukani. Kila chanjo inakuwa ina nguvu yake, ina ufanisi wake, na kwa sababu chanjo za asili hazina madhara yoyote, basi unaweza tu kutumia zote kwa pamoja, isipokuwa utatengeneza tu ratiba nzuri, lini uwape za dukani, lini uwape za asili, lakini hakikisha unawapa chanjo za asili. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwapa chanjo kuku wako. Kwa sababu kuna magonjwa mengine yakiingia kwa kuku waga hayana dawa. Japokuwa yote za asili zipo, ila ukienda dukani ukawaambia kuku wangu ana kideri, hakuna dawa ambayo utaipata ya dukani. Japokuwa dawa za asili zipo, lakini ukisubiri mpaka kuku aumwe kideri, maana katika kuku 10 unaweza kukuta kuku 2 wamekufa au wengine ndio wamepona kwa hiyo dawa. Ndio maana tunashauri sana uwape chanjo kwa sababu ya kuwafanya kuku wako waweze kuwa imara, wawe wanakinga bora dhidi ya magonjwa mbalimbali. Na chanjo ni chanjo sasa tunawapa sana kwa magonjwa ya virusi kwa sababu hayana dawa ya dukani, yana tiba tu za asili. Na hizi chanjo ni muhimu kuwapa zote, za dukani na za asili. Kwa wale chanjo za kama unataka za dukani, nadhani ukienda dukani ukieleza hizi chanjo ambazo nitakutajia hapo mbele watakupa. Kwa hizi za asili tunakushauri ununue kile kitabu chetu kipya cha Safari ya Ufugaji toleo jipya. Kwenye kile kitabu cha Safari ya Ufugaji toleo jipya tumeweka chanjo zote za dukani na za asili na ratiba ya kuwapa. Hiki kitabu kitakufaa sana kwenye kufugia kuku na kulelea vifaranga kuanzia siku 1 mpaka wanakuwa wakubwa. Utawalea vizuri kwa sababu mle kuna maelekezo yote ya huduma za kuwapa vifaranga wako tangu siku unapoangulisha au unapowapokea mpaka wanakuwa wakubwa. Lakini pia kwenye kile kitabu cha tiba za asili pia utaona kinga za magonjwa mbalimbali, utaona hizo chanjo za asili, utaona vitu vingi. Kuna mimea mingi sana ambayo inatumika kutibu na kukinga magonjwa mbalimbali ya kuku. Ukiwa na hiki kitabu cha tiba za asili, hautakuwa na haja ya kununua madawa ya dukani. Unaweza kutengeneza mwenyewe ukawapa kuku wako na wakapona kwa 100%. Lakini vile vile tuna vitabu vingine kama cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Kama wewe unapata changamoto kwenye ufugaji wako wa kuku wa kienyeji, hawazaliani kwa wingi, wanakufa, wanapata magonjwa, basi hiki kitabu kitakufaa sana kwa sababu kimeelekeza miongozo yote ya kumfuga kuku wa kienyeji. Vile vile tuna kitabu cha ufugaji wa broiler. Kwa wewe mfugaji wa broiler, kitabu hiki kitakufaa sana. Kimeelekeza tangu unapompokea broiler unatakiwa umpe huduma gani mpaka utakapompeleka sokoni broiler anahitaji umfanyie kitu gani. Ukikisoma vizuri utajua kabisa sehemu gani unapaswa kuimprove, unatakiwa kufanya nini. Na vile vile tumezungumzia booster za asili ambazo zinamfaa sana broiler, zipo kwenye hiki kitabu pamoja na chanjo za asili. Kwetu sisi hapa shambani kwa broiler huwa hatutumii chanjo za dukani kwa sababu ni kuku wa muda mfupi sana. Kwa hiyo huwa tunatumia chanjo za asili tupu na tunafanikiwa vizuri mpaka tunawauza broiler wetu. Lakini pia tuna kile kitabu ambacho kina booster za asili pamoja na ratiba ya kuwapa kila siku. Hivi vitabu ni soft copy. Ukilipia unatumiwa kwa njia ya WhatsApp. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia ukatupatia namba yako ya WhatsApp au email yako, tunakutumia hapo hapo. Lakini vile vile tuna kundi la mafunzo. Ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Ukilipia utajiunga kwenye hili kundi, tutakuunga kwenye hili kundi. Utaweza kupata darasa, utaona jinsi gani sisi ambavyo tunawafuga kuku wetu, lakini vile vile utaweza kuuliza maswali na utajibiwa. Na kama unahitaji ushauri wowote unaohusiana na ufugaji wa kuku, tutakushauri vizuri kabisa ukiwa umelipia ada ya 8,000 na tumekuweka kwenye hili kundi la mafunzo. Kama utakuwa unahitaji hizo huduma zetu, basi unaweza kuchukua namba hapo kwenye video na ukatupigia. Bila kusahau KingoFarm tunauza incubator nzuri za kisasa ambazo ni full automatic, zinageuza mayai na una possibility ya kupata vifaranga ni 99%. Ukiitumia vizuri tutakupa maelekezo tangu unapoweka mayai mpaka utakapopata vifaranga, tutakuwa pamoja na wewe ili kuhakikisha umepata vifaranga wote kama mayai yako yalipandwa vizuri kabisa. Sasa turudi kwenye somo letu la leo, namna ambavyo utapangilia ratiba yako nzuri ya kuwapa vifaranga chanjo. Chanjo ya kwanza kwa vifaranga huwa ni Marex au mahepe. Ugonjwa wa mahepe ni ule ugonjwa wa kukakamaa viungo. Sasa huwa unawapata sana vifaranga.
Na huu mara nyingi huwa unatoka kwenye yai ambalo limeangulishwa. Kwa hiyo huu ugonjwa utamuona kifaranga yule wa siku moja mpaka kwenye wiki 2 pale ndio wanaonesha hizi dalili. Anakuwa amelegea sana. Viungo vyake vimekakamaa, havifanyi kazi. Yani kama unakuta shingo labda imepinda, miguu imetengamaa, yani kama ana matege sio matege. Kwa hiyo utamkuta katika hali hiyo, basi ujue kuku wako au kifaranga wako ana hii Marex au mahepe. Sasa huu ugonjwa wa Marex mara nyingi hii chanjo kama unanunua vifaranga kwenye makampuni makubwa kama Silverland, Interchick, Alvin na kadhalika, huwa wanawachanja huko pale pale wakianguliwa wanawachanja hii chanjo. Kwa wewe unayetotolesha nyumbani, ni ngumu sana kununua hii chanjo ya Marex kwa sababu kwanza hazipatikani kiurahisi. Japokuwa kwenye maduka makubwa unaweza ukazipata, lakini ukizipata pia gharama yake ni kubwa. Kwa hiyo kama una vifaranga wako 50, 60 utaingia tu kwenye hasara kwa sababu hii chanjo bei yake sio chini ya 60,000 kwa chanjo moja hiyo ya Marex. Kwa hiyo hapa kwa wewe mfugaji ambaye unatotolesha mayai yako machache, unaweza kutumia ya asili kwa sababu ya asili pia iko vizuri sana. Yaani ya asili hata kama kuku wako au kifaranga wako akaonyesha dalili ya Marex, ukimpa dawa ya asili anapona ndani ya siku 3. Anapona vizuri kabisa mpaka wewe mwenyewe utashangaa jinsi ambavyo atapona yule kuku kama utampa tiba ya asili ya Marex. Kwa hiyo ile tiba ya asili ukiitumia pia kwa kinga, vifaranga wako hawatapata kabisa hiyo Marex. Na kwa hii ipo sana kwenye kile kitabu chetu cha Safari ya Ufugaji na kwenye kile kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji ambao vinauza 10,000. Sasa ukitoka kwenye hii chanjo ya Marex ambayo wanapewa pale ambapo anakuwa ameanguliwa, kama ni ya asili huwa tunampa siku 3. Hii ya dukani huwa wanawachanja kwa mara moja tu. Siku ile ya 7 utawapa chanjo ya Newcastle. Newcastle zipo za aina 2. Kuna ile Newcastle imeandikwa Newcastle la Sota na ile Newcastle ambayo imeandikwa NDIB. Japokuwa kuna watu wengine wao wanatumia ile ya 3 Unaweza kutumia japokuwa ile ya 3 siwezi kuizungumzia sana, ila nakushauri utumie hii ya kidonge Newcastle la Sota au ile ya NDIB. Hii ya NDIB iko vizuri zaidi kama utaweza kuipata kwa sababu inakinga kideri pamoja na mafua. Hii utawapa siku ya 7. Ukishawapa siku ya 7 utaenda siku ya 14. Siku ya 14 utawapa chanjo ya gumboro. Hii chanjo ya gumboro kwa kuku kama broiler kama unawapa huwa tunawapa tu mara moja, hauna haja ya kurudia tena. Ila labda kwa wale kuchotara au kienyeji unaweza ukarudia, japokuwa sisi hapa kwenye gumboro huwa tunatumia sana za asili. Ila ratiba ya kuwapa za dukani utawapa siku ya 14. Ukija hapo utakuja siku ya 21. Siku ya 21 utarudia chanjo ya Newcastle. Newcastle utakayowapa ni Newcastle yoyote ile. Inaweza kuwa Newcastle la Sota au ile NDIB yoyote ile, ila hiyo ni chanjo ya Newcastle. Na lengo la kurudia hii siku ya 21, watu waga wanajua labda hii ni chanjo nyingine. Hapana, ni ile ile tu ambayo uliwapa mwanzo, ni ile ile tu ya Newcastle. Kwa hiyo huwa tunarudia hii chanjo kwa sababu huenda ile siku ya 7 wakati umewapa hii chanjo ya Newcastle kuna vifaranga wengine hawakunywa vizuri. Tunaamini kwa kurudia hii siku ya 21 vifaranga wako wote watakuwa wamefanikiwa kunywa vizuri. Hata wale ambao hawakunywa vizuri kipindi kile, basi kipindi hiki watakunywa vizuri kabisa. Na hilo ndo lengo kuu la kurudia chanjo. Utakuja tena siku ya 28 utarudia kuwapa chanjo ya gumboro. Lengo ni lile lile. Kama hii siku ya 14 hawakunywa vizuri au kuna vifaranga hawakunywa kabisa, basi tunaamini hii siku ya 28 watakunywa na utakuwa umejihakikishia kuwa vifaranga wako wamechanjwa vizuri kabisa hizi chanjo zote. Baada ya hapo utakuja ile siku ya 35. Hii utawachanja ndui. Ndui ya dukani ni ile ya sindano. Unakuwa una kikopo chako, utapewa vile vichupa viwili, kimoja ni maji, kimoja ni dawa. Utakuwa utavichanganya vile vyote. Baada ya hapo utakuwa unawachanja kwenye bega lao. Hapa kwenye bawa kuna sehemu tumeelekeza kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji, tumeonyesha sehemu ambayo unatakiwa uchome. Ukichoma vibaya utawaharibu, utawavunja bawa. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini sana, uzingatie eneo la kuchoma. Kwenye kile kitabu tumeonyesha kabisa eneo ambalo unatakiwa uchome. Baada ya hapo utakuja ile siku ya 60 au ule mwezi wa 2 utawapa chanjo au dawa ya minyoo. Hii huwa inasaidia sana. Hii huwa tunawapa kila baada ya miezi 2 dawa ya minyoo, lakini baada ya hapo chanjo ambayo utakuwa unairudia tena ni ile chanjo ya Newcastle. Huwa inarudiwa kila baada ya miezi 3. Kama ni ya asili, rudia kila baada ya mwezi 1 au kila baada ya wiki 2, ila kama ni ya dukani rudia kila baada ya miezi 3. Kwa hiyo huo ndo mpangilio maalumu wa kuwapa chanjo. Unapowapa chanjo, kitu kikubwa cha kuzingatia ni chanjo imeandikwa ni dozi ya kuku wangapi. Hili ndio jambo la muhimu sana ili uweze kujua unaweka kwenye maji kiasi gani.